tunawaomba mwende kwa wananchi, mkawaeleze kazi iliyofanyika na serikali ya CCM, na watuma kwa kazi hiyo. Maana mwingine anaweza akaona kuna zahanati lakini hajui ilikujaje, yeye anafikiri imeota tu. Mumwambie hii ni matokeo ya ilani inayosimamiwa na Samia Suluhu Hassan. Akiona kuna ambulance inabeba wagonjwa, asifikiri imezuka. Ni mpango mahususi wa kupeleka wagonjwa wasiojiweza kwenye kituo cha juu zaidi kuliko kule ambako anatoka. Mambo makubwa yamefanyika kwa miaka 4, na muyatangaze ili wananchi wajue wajibu wao wa kuweka chama na kuweka mgombea ambaye anajali maslahi yao. Muwaepushe wasipige kura kwa vyama ambavyo vinataka shari. Ndiyo, sisi tunataka amani. Wenyewe ukisema no reform nini kwa Kiingereza, maana yake unasema utavuruga uchaguzi, unataka vita vya wenyewe kwa wenyewe. Utavurugaje? Unapinga katiba. Lazima ukipinga katiba unaweka nini? Unaiweka nchi rehani, si ndio? Hakuna, hatuwezi kuruhusu hiyo. Lakini waambieni chama peke yake ambacho kinaweza kuongoza nchi kwa amani na ushahidi upo, kimeongoza kwa miaka 60, ni Chama cha Mapinduzi, na mgombea wake ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndiye anaongoza, mambo yanaenda hivyo navyoyaona. Usijaribu kununua mtumbwi wa ovyo ukaacha mtumbwi unaokuletea samaki, na usitoboe mtumbwi unaosafiria. Tutazama wote. Baada ya maelezo hayo, naomba sasa kujua wangapi wameelewa mafunzo niliyotoa. Kwa kweli, kama ni kweli mmeelewa, basi sifa mlizonipa ninazistahili na mimi nazipokea. Wangapi sasa wanaungana na mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi kwamba Samia awe rais kwa kipindi kingine cha miaka 5? Basi mimi naenda na salamu zenu, na mwambia ukiona umeshinda sana na Karagwe imechangia. Kidumu Chama cha Mapinduzi!